Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha almustami'una walmushahiduna alkiram, karibuni sana wapenzi watazamaji wa channel ya Mponda Media. Leo tutazungumzia kisa cha binti ama msichana aliyeshindwa kuzungumza kwa sababu ya mashaitani, na kisa hiki kimesimuliwa na Shekhe Wahidu Abdussalam katika kitabu chake As-Sarim Al-Battari. Anasema jaani biha abuha wa akhuha, kuna binti aliletwa na baba yake na kaka yake. Yani Shekhe Wahidu Abdussalam aliletewa binti na baba yake binti na kaka yake binti. Shekhe anasema wahia swamitatun la tatakallam, hali ya kuwa yule msichana ama binti yupo kimya, hawezi hata kuzungumza. Bal la tastati'u an taftaha famaha hatta litaami, bali binti alikuwa hawezi kufungua mdomo wake hata kwa ajili ya chakula. Yani hata kwa ajili ya chakula binti alikuwa hawezi kufungua mdomo wake. Allahumma illa idha fatahuhu anwatan wa a'tauha asiran au labana, isipokuwa kwa shida sana, na wa a'tauha asira, na chakula chake kilikuwa ni juisi au labanan au maziwa. Yani takriban binti ana mwezi mzima hakuna anachokula zaidi ya maziwa na juisi, na hawezi kufungua mdomo wake. Wakalu, wakasema baba mtu na kaka mtu kumwambia shekhe, hiya ala hadhihi alhalati mundhu 35 yauma, kwamba huyu binti yupo katika hali kama hii takriban sasa ana siku 35. Lakini shekhe anasema falamma sami'at ruqya, basi binti aliposikia ruqya, kwa maana ya shekhe alimsomea ruqya, takallamati, pale pale binti akazungumza kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, walhamdulillahi rabbil alamin, na sifa njema anastahiki Mwenyezi Mungu. Kisa hiki kinatufundisha ndugu zangu, ruqya ni tiba, Qur'ani ni tiba, Qur'ani ni ponyo. Ukisomewa ruqya wewe, kama una mashaitani, una hasadi, una uchawi, una athari za vijicho, hata maradhi ya kawaida, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, ruqya ya kisheria inaponya. Ruqya ni tiba. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.